Weekend imekutana na kijana huyu na kufanya mazungumzo baada ya kuwa amefika kwenye eneo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Pwani, ikiwa lengo ni kutaka kuomba msaada ili aweze kusaidiwa pesa ya matibabu ya upasuaji. Pesa vipimo na uwezo kaona kwa nyumbani kwa muda mrefu kwa sababu tushinda kuendelea kutokana na gharama ya kipimo kile. 460 nisema ikaambu hata mwisho siku hivyo nikaendelea kuomba msaada. Nikaja nikapata mtu mmoja sisa fulani akanisaidia. Nikaja nikapata ile pesa akanisaidia, nikaenda kupima kile kipimo skani na x-ray nyingine iliyopangiwa nikapima. Akanisaidia pia kuendelea na vipimo vingine. Nikaendelea mpaka kufika hatua ya kuambiwa kwamba tuende katika kufanya upasuaji. Kwa hiyo nisaidia niwe hapo ndo nilipama sababu uwezo wa mzazi. Nilikuwa naomba hata Rais Mama Samia anisaidie katika hili. Nilitaka kufahamu zaidi kutoka kwa Goodluck dalili zipi zilimfanya hadi akaamua kwenda hospitali. Naomba kama miaka 14. Nikaanza kumwili kaanza kupungua mwili wangu. Mwili ukaanza kupungua, akajua ni tatizo. Baada ya miezi 2-3 hali kaenda badilika. Mwisho siku nasema hapa tunaona ikabidi niombe mama aende hospitali. Katoka kwenda hospitali. Angalia kama tatizo, tunasema basi katika ngapi x-ray. Bana x-ray wakasema utabongo umepinda. Hata hivyo nilimtafuta daktari bingwa na mbobezi wa upasuaji wa mifupa kwa watoto na upasuaji wa kibiongo. Si mwingine ni Daktari Bryson Mcharo kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, taasisi ya mifupa MUI ya jijini Dar es Salaam. Hapa anaelezea juu ya tatizo hili. Unapomwangalia mgonjwa au mtu kutoka nyuma, ukiangalia kwanza kwenye kisogo mpaka katikati ya makalio, huo mgongo unakuwa umenyoka. Mgongo unapopinda upande kwa maana ya kulia au kushoto, hiyo ndio tunayoita scoliosis au kibiongo kwa lugha ya Kimombo. Tatizo hili tumeligawanya katika sehemu kuu mbili kwa kulingana na umri wa mgonjwa anapopata tatizo hili. Wapo ambao wanapata ugonjwa huu chini ya miaka 10. Hao tumeweka kwenye group la tunaita kibiongo cha mapema au early onset scoliosis, na kuna wale ambao wanapata kibiongo baada ya miaka 10, tunaita adolescent idiopathic scoliosis. Dr. Mcharo amesema tatizo hilo linatibika. Niseme kibiongo kinatibika. Kwa hiyo nitoe wito wangu, tukiwaleta watoto wetu wenye matatizo ya migongo kupinda mapema hospitalini, kuna uwezekano kabisa wakatibiwa wakapona bila kuhitaji upasuaji mkubwa. Lakini tunapochelewa kuwaleta hospitalini, basi hiyo inaweza kupelekea watoto wetu kufanyiwa upasuaji ambao ni mkubwa na ambao ni gharama kubwa kwa serikali yetu. Lakini vile vile unaweza ukachukua nafasi ya wagonjwa wengine ambao wana matatizo makubwa ambao wangeweza kupata nafasi hiyo. Mariam Songoro wa Habari Weekend, Pwani.